Moja ya trending story inamhusu Depu, nyota wa kimataifa wa ushambuliaji kutoka nchini Angola. Sasa vyanzo mbalimbali vinaripoti kwamba tayari nyota huyu ameshakamilisha usajili wake wa kujiunga na Young Africans. Lakini kwa mujibu wa vyanzo vyangu, taarifa ambayo nilikuwa nimeipata hapo awali ilikuwa inazungumzwa kwamba ndani ya juma hili hapa kutokea Jumatatu mambo yalikuwa yanaonekana kuwa vizuri, kwa maana negotiation, makubaliano au mapatano kati ya Young Africans na Radomia Padom Club ambayo anachezea Depu kule nchini kule nchini Poland. Sasa Depu inawezekana ikawa ni kweli amesha sign contract na Young Africans au whatever itakavyokuwa, lakini binafsi nimeshamzungumzia sana Depu katika mazingira mbalimbali, na hii ni session nyingine ambayo tunakwenda kumzungumzia Depu mpaka atakapotambulisha. Itakuwa tayari tumeshafahamu vitu vingi katika kufanya research ya kuuliza kule Angola ambako mazingira yake ya ukuaji ya kisoka yametokea kule na kupata details za kutosha zaidi. Bwana Depu mwenye umri wa miaka 26 ambao ameingiza siku ya Januari 8 ameingiza umri wa miaka 26. Hapo awali alikuwa na umri wa miaka 25. Maanake ni mchezaji ambaye ana muda mrefu wa kucheza. Teki yangu kubwa ni kuhusu Young Africans. Young Africans bwana wali katika safu yao ya ushambuliaji, baada ya kuconfirm kwamba hawatakuwa na Clement Mzize, walichoamua kukifanya ni kumchukua Andy Bob Abuyele. Maana yake yeye ndo akasaidiana na Prince Dube pale katika nambari 9 kwa ajili ya kufunga mabao. Lakini Andy Boyeli tangu amefika inaonekana ameshindwa kuvumilika. Of course Andy Boyeli ni old strikers, tunasema traditional, ni wale mastrika wa fashion za kizamani ambao bado wanahitajika mpaka leo na wanaweza kuscore, lakini ni strikers ambao old fashion walitamba kwenye miaka ya nyuma huko. Ndo nazungumzia akina tusende mbali, tukija kwenye muktadha wetu huku akina Medi Kagere, hawa ndo wanaondoka, akina Hossam Hassan yule ambaye ni kocha wa Misri leo hii, ndo sampuli hizo za makocha za wachezaji. Kwa hiyo kwa Andy Bob Abuyele amekuja hapa, ameonyesha alicho nacho, kajaribu kujisukuma, lakini imeonekana ni changamoto kwake kuingia hata kwenye kikosi cha kwanza, kwani hata kipindi ambacho Prince Dube alionekana akistruggle zaidi, muda ambao wanayanga wenyewe waliamini kwamba Andy Boyeli ndo muda ambao angeweza kufaa, lakini pia haikufaa kwa maana ya mwendelezo wake haukuwa mzuri. Mimi binafsi Andy Boyeli ni mshambuliaji ambaye nilisha kumzungumzia hapa na nilimsifia sana wakati anaingia ndani ya Young Africans. Andy Boyeli bado naamini kwamba hajafili ndani ya Young Africans. Andy Boyeli ni mshambuliaji wa maana kabisa, sayansi ya kuscore ipo kwenye miguu yake. Wakati anaingia ndani ya Young Africans alianza vizuri kwenye kufunga mabao, tunakumbuka katika zile mechi zake za awali, na hata kwenye, kama nakumbuka vizuri, mchezo wake wa kwanza kabisa dhidi ya Rayon Sport pale Amahoro Rwanda, alifunga bao kwenye combination nzuri sana na Pacome Zouzoua, na nilikuja katika platform hii nikazungumzia. Lakini ni mchezaji ambaye amepata muda mfupi. Sasa challenge iko vipi? Hizi timu zetu kubwa za hapa nyumbani Tanzania ni timu ambazo uvumilivu wake katika wachezaji ni mdogo sana. Hususan mchezaji mpya unaweza kuvumiliwa kama ni mchezaji ambaye uliperform, yani wana ushahidi na wewe kwamba umewahi kuperform kwenye daraja la juu, lakini sasa hivi unapitia kipindi kigumu, wanaweza kukuvumilia vizuri sana. Wanaweza kukuvumilia wakiwa katika pitch. Kwa mfano Prince Dube alikuwa anacheza, alisha prove tangu yuko Azam of course mpaka alifika Young African season yake iliyopita ilikuwa beta sana, alikuwa na goals involvement 21, alihusika katika mabao 21 ya moja kwa moja kwa maana ya assist na kuscore na kufunga. Lakini msimu huu naye alikuwa anapitia changamoto sana, lakini kwa nini wamemvumilia Prince Dube? Kwa sababu tayari unauthibitisha kwamba Dube ni mchezaji ambaye anapitia tu kipindi kigumu, lakini alisha kuprove kwenye uwezo wake wa kufunga hauna shida. Lakini pia timu hizi zinaweza kumvumilia mchezaji wa namna hiyo hiyo ambaye yuko kwenye majeraha ya muda mrefu. Kwa mfano ukiangalia sasa hivi Yao Kwasi Atola yuko ndani ya Young Africans pale. Msimu wake wa kwanza anafika alikuwa na performance bora kabisa, lakini kapata injury, kakaa nje muda mrefu sana. Wenyewe Young Africans
wana ushahidi na yao kwasi kwamba huyu ni fullback wa mpira. Ni kweli kapata injury kakaa nje, lakini ni fullback wa mpira, hawana doubt kuhusu wala uwezo wake. Kwa hiyo wana uwezo wa kumvumilia. Lakini kwa mchezaji mpya unaingia kwenye kikosi, ndio maana hapa leo tunasikia story nyingi sana ikimhusisha Andy Boyeli, lakini story ikimhusisha Musa Bala Conte, lakini pia inamhusisha Celeste Ekwa. Hao wote ni wachezaji wapya kikosini, wanahusishwa kutolewa kwenda kwenye timu nyingine kwa mikopo. Hiyo sio kwa bahati mbaya, kwa sababu ni wachezaji wapya ambao klabu zetu hizi kuvumilia ni ngumu. So Andy Boyeli hakuvumilika, that's why akaondoka. Sasa kuondoka kwa Andy Boyeli manake ndo kocha Pedro Gonçalves Soares. Huyu ni kocha ambaye yeye ndo alimpropose Depu, na alisha kuzungumza hii kwamba alimpropose Depu kwa sababu anamfahamu vizuri, anajua ni mchezaji ambaye amewahi kumfundisha akapata naye mafanikio ya kuridhisha. Inawezekana ikawa sio mafanikio makubwa sana ya kufika kwenye madaraja ya mbali, lakini kwenye tournament kama za Kosafa alikuwa naye akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Angola Palancas Negros, na alifanya vizuri chini yake. Kwa hiyo Depu ni mchezaji ambaye ametoka Angola nyumbani, Lobito kule katoka Academica, baadaye akaenda Nakala, baadaye akaenda Esperanza Sagrada, mpaka anatoka pale anaenda Gil Vicente ya Ureno, anatoka mpaka anakwenda Radomiak huko ambako yuko sasa hivi, alikuwa wakati huu kwa maana ya huko Poland. Ni mchezaji ambaye ubora wa Depu ni kama kocha Pedro Gonçalves anajua password ya Depu iko wapi, kwa sababu alifanya naye vizuri katika fainali za CHAN, alifanya naye vizuri katika fainali za Kosafa. Maana yake yeye anamjua vizuri Depu, ana uwezo wa kumtumia. Sasa kwa sababu ni proposal yake, yeye ndo alimpropose huyu mchezaji, na deal so far tunapozungumza inaelekea kwenda kukamilika, kama sio imeshakamilika rasmi, ili kuingia ndani ya Young Africans. Kwa hiyo maana yake Pedro Gonçalves anaingia na Depu kwa confidence kwamba I know very well this guy, namjua vizuri sana Depu. Kwa hiyo hii ni faida kwa Young Africans, ni faida kwa Pedro Gonçalves katika mifumo yake, katika mipango yake, kuwa na Depu kwenye kikosi chake. Binafsi sina wasiwasi na Depu kwenye scoring art. Sanaa ya kufunga ni kubwa mno kutoka kwa Depu, na ni mchezaji ambaye anaweza kutoa huduma ya mabao kwenye ligi za kwetu huku. Of course amestruggle akiwa barani Ulaya, lakini katika ligi haya za madaraja ya kwetu huku Depu anaweza kufanya bora zaidi kama ambavyo alikuwa akifanya pia katika maeneo mengine ambayo ubora wake ulithibitishwa. So tunasubiri taarifa rasmi kutoka kwenye kikosi cha Young Africans, watuambie Depu imekuwaje, lakini so far mazingira yako hivyo na mchezaji mwenyewe yuko hivyo. Naamini kuna picha kubwa umepata kuhusu Depu ambaye bado tunaendelea kumzungumzia. Hii ni Mzinga Sports, na usisahau kusubscribe.